Wesley Mwanabiru, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Napenda kumshukuru Yesu maana tangu ameniokoa hata wengine labda hawakuzaliwa hapa wengi. Mwaka wa 89 wakati wa Pasaka nikiwa darasa la 4, hapo ndipo nilipokiri kwa kinywa changu ya kwamba Yesu ni Bwana. Na ilikuwa ni wakati wa Pasaka ambao kama vile juzi tulivyopita. Na nikafurahia kukaa ndani ya Yesu, maana neno ambalo Bwana aliweza kuniletea katika hali ya kuendelea kubadilisha maisha yangu ilikuwa kwa nini mwingine afe kwa ajili yangu, na kwa nini mwingine apitia mateso kwa ajili yangu. Hali hiyo, hukumu hiyo ilizidi kuwa nzito baada nilipoona sinema tu. Mimi sikushuhudiwa, mimi sikufanywa mahubiri, mimi sikuombewa, mimi nilijiokoa mwenyewe. Baada ya kuona sinema ya Yesu, na hiyo sinema ikanihukumu, na iliponihukumu nikabaki na hukumu ile hadi siku ya Jumamosi baada ya Ijumaa njema ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hukumu hiyo iliponifuata kwa muda mrefu, niliweza kumwambia Bwana akapate kunihudumia jinsi nilivyo. Na katika Jumamosi hiyo ambayo nakumbuka ilikuwa tarehe 27, nilikuwa nimepewa shughuli za nyumbani, na katika shughuli hizo nikawa sina amani. Swali likawa, kwa nini mwingine afe kwa ajili yako? Kwa nini mwingine apitie mateso kwa ajili yako? Hivyo nikajirudi, nikasema ya kwamba kitu kitanipatia amani ni kwamba nitaanza sifa kinywani mwangu. Na hivyo hiyo sifa niliziimba zaidi ya lisali moja na sikupata amani. Punde nilipoanza kuimba wimbo e Bwana niokoe, e Bwana na Bwana niokoe, shetani ameshindwa kweli kweli. Nilijipata chini mwenyewe ninalia, ninalalalala, na hapo Bwana akaniambia tena sauti. Kuna mtu alikuwa ananiongelesha ambaye ni Roho wa Mungu. Nikasikia sauti ikiniambia sema Bwana Yesu asifiwe. Nikanyanyuka hapo, nilipotamka Bwana Yesu asifiwe, nikajikuta nimepata nguvu za kusimama. Hivyo nikakiri kwa kinywa changu na Bwana akabadilisha maisha yangu. Maana katika maisha yangu nilikuwa katika utoto, lakini utoto ambao ulikuwa umeharibika. Maana kinywa changu kilijaa matusi. Mikono hii haikujali mkubwa wala mdogo, nilikuwa mtoto wa vita. Lakini Bwana akabadilisha mikono hii ambayo ilikuwa ni ya vita sana, Bwana akaibadilisha ikawa ni ya kubeba neno la Bwana. Kinywa hiki ambacho kilikuwa kinatoa matusi, Bwana akatia maneno yake katika kinywa changu, kikawa ni kinywa cha kunena neno la Bwana. Hivyo ndiposa niko mbele zenu ninashuhudia matendo makuu ya Bwana aliyonifanyia. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kabla sijaendelea sana na ushuhuda wangu, wacheni kwamba tukapate kusoma katika kitabu cha Yohana mlango wa 21 mstari wa kwanza hadi wa 17. John chapter 21 verses 1 to 17. Hapa tunataka tuone msimamo wa mtu mmoja jina lake Petero, ama Simon Petro. Alikuwa ni mtu wa namna gani? Baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia. Naye alijidhihirisha hivi: Simon Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanaeli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simon Petro aliwaambia aenda kuvua samaki, nao wakamwambia sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakajibu la. Akawaambia, nitupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nyinyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu
akajitupa baharini, na hao wanafunzi wengine wakakaa katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhiraa 200 huku wakilikokota ile jarife lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simon Petro alikapanda chomboni, akalivuta jarife pwani, limejaa samaki wakubwa 153. Na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jarife halikupasuka. Yesu akawaambia, njoni mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, unani wewe? Wakijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaenda akautoa mkate, akawapa, na samaki vivyo hivyo. Hivyo ndio mara ya 3 ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simon Petro, je, Simon wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wana kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simon wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndivyo Bwana, wewe wajua ya kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya 3, Simon wa Yohana, wanipenda? Simon alihuzunika kwa vile alipomwambia mara ya 3, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Na hili ndilo neno la Bwana. Wacha Bwana ukanene na watu wako sawasawa na mapenzi yako, maana umejua na umetambua vile ulivyomhudumia mtumishi wako Petro, hivyo nasi Bwana tunatamani ukapate kutuhudumia kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu kaso. Amen. Bwana Yesu kaso. Amen. Ninapotazama mlango huu wa 21, tunaona kwamba Yesu ali katika hali ya kufufuka katika wafu. Ilikuwa ni mara yake ya 3 akiwa katika hali ya kujidhihirisha katikati ya wanafunzi wake. Na katika hali hiyo ya kujidhihirisha zile wanafunzi wake, aliweza kuwatokea kina Simon Petro. Na hivyo katika hali ya kuwatokea ni kwamba Simon Petro yeye alitoka mahali alipokuwa yuko. Mara ya kwanza alikuwa ni mvuvi wa watu, na Yesu akamtoa hapo, akamweka, akawa anatembea pamoja naye, akifanya huduma naye, akadhihirisha ukuu wa Bwana. Na hata ilipofikia wakati kwamba Yesu anaenda kuuliwa, Petro akasema, kama nikufa na mimi pia nitakufa pamoja nawe. Kama nikukana mimi Bwana sitakukana, maana niko pamoja nawe. Hivyo katika habari hizo za kuona Petro, yeye alisema ya kwamba hata kama ni kifo atakufa pamoja na Yesu, hata kama ni kuishi ataishi pamoja na Yesu. Lakini tunaona Petro akiandamana na Yesu hata dakika ya mwisho. Na hivyo Yesu akipitia machungu makali, mateso mazito, hivyo tunaona ya kwamba Petro na yeye alikuwa anafuatilia kwa nyuma. Na katika habari za kuendelea kufuatilia kwa nyuma, tunaona wale wajakazi waliokuwa wanaoka moto, Petro alipoonekana waliweza kumtambua, wakasema, na huyu mbona
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe saa nyingine unaweza kusema kwamba unamfuata mtu, kumbe unamfuata mtu kwenda kuingia shimoni. Badala ujue unaenda wapi, wewe unapelekwa tu ni kama uko ni kipofu. Lakini ninamshukuru Mungu. Hivyo Bwana alikuwa na mpango mwema zidi ya maisha ya Petro. Maana katika hali ya kuendelea kurudi pale kuvua samaki, papo hapo Yesu akaja tena kwa upole akitaka kutamani kumhudumia Petro. Nimesema tunaongea zidi ya Petro. Siongei zidi ya wanafunzi wengine, bali tunaongea juu ya tabia za Petro. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tunaona ya kwamba Simon Petro katika hali ya kujirudi, katika hali ya kutubu, katika hali ya kuona kwamba amekosa. Sasa Petro yuko pale anavua samaki, lakini badala ya kupata samaki analala usiku kucha, lakini hakupata chochote. Aliweza kulala
anakujua, maana anakutambua. Hivyo kwa sababu hiyo anakutambua zaidi na anakujua upeo. Hivyo upendo huo ambao alikupenda nao, ndiposa akaja akaacha yote, hata licha ya kukutana bado anakupenda. Hivyo Yesu anatamani hata na sasa ukapate kuchukua nafasi ili kwamba Yesu akapate kutenda yale mapenzi yake ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona mstari huo wa 15. Tunaona Yesu akimuuliza Petro, Simon Petro, walipenda kuliko hawa? Simon Petro kwa mara ya kwanza akajibu, nakupenda. Yesu naye akamwambia, Yesu alimwambia hivi, lisha wana-kondoo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Yesu anaposema ya kwamba lisha wana-kondoo wangu, ni kwamba kuna wana-kondoo Mungu ametupa maeneo haya na mahali hapa. Kuna wana-kondoo Mungu ameendelea kujitwalia mwenyewe. Kuna wana-kondoo ambao Mungu ameendelea kuwafua mwenyewe. Ni kwamba kwa wakati huu wale wamesimama hapo mahali wakaweza kulisha hao wana-kondoo wasipotee hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale wana-kondoo wana sisi tutaondoka tuende, hatutarudi hapa. Ni kwamba wale waliopo wanaomjua Mungu wakaweza kulisha wale wana-kondoo, kama ni wachanga wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa wanaenda kulisha wale wana-kondoo, ni kwamba Mungu wa mbinguni akawatia nguvu kwamba mkapata kulisha hao wana-kondoo wakaweza kukua. Mara ya pili Yesu akauliza tena, Simon Petro, walipenda kuliko hawa? Simon akasema, Bwana, wajua nakupenda. Yesu akamwambia, chunga kondoo zangu. Maana hapo sasa si wana-kondoo tena, zimekuwa ni kondoo zimechangamana, kubwa na ndogo ziko pale kwa zizi. Na kwa kuwa zote ziko ndani ya zizi, sasa Yesu anasema ya kwamba chunga wana-kondoo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kuna kondoo ambao Yesu anawajua zaidi. Yesu anawatambua. Na wewe ambaye uko katika zizi hilo, ni kwamba kundi hilo
shida, kupata msaada wakati wa matatizo, kupata msaada baada ya njaa itakayokuja baadaye. Hivyo Yesu ama Mungu kuona kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kesho yako inaonekana kwa nani? Kwa Mungu. Kesho yako Mungu ndiye aijuaye na wala sio wanadamu. Na sasa tunaona Yusufu sasa anaenda kuingia ikulu, anakuwa prime minister wa kusimamia mali yote ya Potifa, mali yote ambayo Farao alikuwa ameitengeneza, sasa imo mkononi mwa Yusufu. Hivyo unaweza ukajidharau ukiona kwamba watu wamekutana, ama Yesu umeenda kukutana Yesu, ama wewe umeenda kukutana na watu, lakini usione kwa nini imekuwa hivyo. Jua ya kwamba Bwana anakusogeza kwa muujiza wako. Bwana anakusogeza kwa baraka zako. Bwana anakuweka katika nafasi iliyo ya kwako. Usiingilie nafasi za wengine. Hivyo tunaona Petro katika hali hiyo, katika hali ya kujua na kumtambua Yesu, baada ya kukutana alitengeneza mawasiliano yake na Mungu, alitengeneza ushuhuda wake na Yesu, na akawa rafiki wa kipekee, akawa rafiki wa ajabu, akawa rafiki wa kuendelea kueneza injili ya Kristo. Hivyo katika hali hiyo ni kusema kwamba Petro alimjua Yesu kwa undani baada ya kumkana Yesu. Haleluya. Kumbe unaweza ukamkana, na baada ya kumkana ndio ujue chene ya kuweza kutambua huyo mtu ambaye unamkana ni mtu wa namna gani. Baada ya kumkana, hapo ndipo aliweza kutambua ya kwamba huyu mtu ndiye mtu ambaye Mungu amemwekezea. Huyo mtu ndiye mtu wa baraka zangu. Huyu mtu ndiye mtu ambaye ameweka ili kubadilisha historia ya kwangu. Maana huenda ikawa historia ya kwenu ni mbovu, huenda ikawa historia ya kwenu imekuwa ni ya machukizo, lakini Yesu anataka kuibadilisha ili kwamba ikapate kuwa ni historia njema. Maana tunaona historia ya Petro ilibadilika baada ya kukana. Ndipo hapo aliweza kumjua Yesu kwa undani, na akamtambua kwa undani, na akakaa naye kwa undani, na akabaki akishuhudia matendo makuu ya Yesu. Maana alimjua ni nani ambaye anayeitwa Yesu, na hivyo akabaki akishuhudia matendo